Iran imezidi kusisitiza kwamba vitisho vya Donald Trump kamwe havitaweza kuwanyamazisha na kamwe havitowafanya wawe kimya na kuogopa. Kwa mujibu wa rais wa Iran, Masoud Pezeshkian, anasema vitisho vya Marekani kwanza vinakinzana na wito wake wa diplomasia, lakini pia Iran haitoweza kutishika wala kuogopa vitisho hivyo. Rais Masoud Pezeshkian wa Iran amekosoa lugha ya vitisho dhidi ya Tehran, akisisitiza kuwa nchi hiyo iko tayari kufanya mazungumzo, lakini katika mazingira ya usawa. Pezeshkian alisema hayo siku ya Jumamosi huko mjini Tehran katika mazungumzo yake na waziri wa sayansi, utafiti na teknolojia wa Iran pamoja na manaibu wake, na kueleza kuwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran inataka mazungumzo, lakini katika mazingira ya usawa. Ameeleza bayana kuwa wanatishia Iran kwa upande mmoja na wanataka kufanya mazungumzo kwa upande mwingine. Ikiwa wanatafuta mazungumzo, kwa nini wanatoa vitisho? Leo Marekani sio tu inataka kuidhalilisha Iran, bali pia inataka kudhalilisha ulimwengu, na tabia hii inakinzana na ombi la mazungumzo. Kamwe hatutakubali hili, tutapambana kwa njia zote. Hatuwezi kuitazama Marekani, tutaweka kila mbinu na tutaweza kuishinda. Kauli ya Pezeshkian inakuja baada ya rais wa Marekani Bwana Trump kuitaka Tehran kufanya mazungumzo ya moja kwa moja na Washington kuhusu mpango wake wa nyuklia, huku ikitishia kuishambulia Jamhuri hiyo ya Kiislamu ya Iran ikiwa diplomasia itashindwa. Jumapili iliyopita, Trump kwa mara nyingine tena alitishia kuishambulia Iran kwa mabomu na kuitoza ushuru maradufu ikiwa Tehran haitafikia makubaliano na Washington juu ya mpango wake wa nyuklia. Tayari Marekani imeleta ndege zaidi za kivita katika eneo la Asia Magharibi. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi siku ya Jumatano amesisitiza utayarifu wa Tehran kushiriki katika mazungumzo yasiyokuwa ya moja kwa moja na Marekani kuhusu mpango wake wa nyuklia wa amani, akionya kwamba vitisho vya Marekani havitakuwa na matokeo mengine zaidi ya kuvuruga hali ya sasa. Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, kama ilivyokuwa huko nyuma, iko tayari kwa mazungumzo ya kweli kwa mazingira ya usawa na kwa njia isiyokuwa ya moja kwa moja, na hivyo tuko tayari kuzungumza na Marekani, lakini si kukutana uso kwa uso. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.